Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Taarifa ya Simba imeendelea kusema kwa maana jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo nje ya uwanja, na kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Simba ambao waliweza kuitoa usiku wa kuamkia hii leo. Lakini mbali na hiko ambacho kipo, Young Africans nao palipokucha asubuhi wakatoa statement yao ambao ilikuwa inasema kwamba uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba Sports Club saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africans kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young Africans utapeleka timu uwanja Benjamin Mkapa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Mmesikia? Hayo ilikuwa ni majibishano baina ya Yanga dhidi ya kikosi cha Simba. Simba wameanza inaitwa gusa ubaya achia ubwela twende kwao. Gusa ubaya achia ubwela twende kwao. Sawa, Hamisa unaweza kueleza kwa kile ambacho kipo kwa upande wake kuipatia hiyo scenario neno la gusa ubaya achia twende kwao. Lakini baada ya saga hizo zote, bodi ya ligi wakaingia katika kikao kizito hii leo pale katika viunga vya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana TFF, kikao ambacho kimehudumu kwa zaidi ya masaa matatu. Kulikuwa na mengi ambayo yanajadiliwa, kwa zaidi ni kuhusiana na mchezo huo na kile ambacho Simba wamekizungumza na Yanga pia wamekizungumza. Mwenzetu Hussein Bakari alikuwepo pale na kikubwa ambacho kilikuwepo pale, alienda kuchukua vitambulisho kwa ajili ya kwenda kufanya coverage ya mchezo huo ambao ulikuwa upigike muda kama huo muda huu hii leo. Lakini baada ya kikao kizito, bodi ya ligi wakaja na statement inayosema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 kilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo nambari 184 wa ligi kuu Young Africans dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Na bodi ya ligi wakaendelea kusema katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua ya ligi kueleza bodi ya ligi kuweza kuelezea swala hilo tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia ya wao kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 45 ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa za tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura na cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini klabu ya Simba, mnasikia? Yes. Kamati ilibaini klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 45 ya ligi kuu, haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo
timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja. Narudia, baada ya kupitia hayo, kwa maana hizo barua na malalamiko, kamati ikabaini timu ya Simba haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia ya wao kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya 17 ibara 45 ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Baadhi ya matukio yanatakiwa uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake uendeshaji na usimamizi wa ligi umeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 ibara ya kwanza kifungu cha 1.3 ya ligi kuu kuhusiana na kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB. Hiyo ni kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu. Baada ya taarifa ya kamati, msemaji wa Young Africans, meneja wa habari na mawasiliano Ali Shabani Kamwe akaposti mtandaoni akasema kikosi cha Young Africans, ilikuwa ni saa 8:30 mchana leo, kikosi cha Young Africans kitawasili uwanja wa Mkapa saa 11 jioni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa Kariakoo Derby. Hakuna kipengele, wameandika hivyo. Na baada ya hayo yote yanayoendelea, Yanga wakaendelea na activities zao mbalimbali za mchezo husika. Kwa maana masaa 3 yaliyopita kikosi cha Yanga kiliwasili Benjamin Mkapa. Lisali moja lililopita Yanga ilitangaza kikosi chake ambacho langoni yuko Dingui Jiara, yuko Izra Patrick Mwenda, yuko Shadrack Kiboka, yuko Dickson Job, yuko Ibrahim Baka, Khalid Aucho, Maxim Pianzingeli, Abuya, Dube Prince, Pakome sambamba na Clement Mzize. Wakati huo kikosi cha akiba alikuwepo Abutwari Bumsheri, Bakari Nondo Mwamnyeto, Shuaboy, Wilson Mudathiri, Shekhan, Ikanga Lombo, Stefan Aziziki, Chama Kletos na Kennedy Musonda. Na dakika 45 zilizopita Young Africans wameposti warm up, kwa maana mazoezi kabla ya mechi, kikosi chao kikiwa kinaendelea na mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini wakati hayo yote yanayoendelea, kupitia kwenye ukurasa wa mitandao ya kijamii wa makamu wa rais wa kikosi cha Young Africans Arafati Haji, yeye akaposti pale akasema nitakuwa wa mwisho kuamini kwa msimu huu 2024-2025 Young Africans itacheza mchezo mwingine wa dabi zaidi ya uliokuwa umepangwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Kipi ni kipi kwa hiki kinachoendelea? Simba imetoa msimamo wake, bodi ya ligi imetoa msimamo wake, Yanga wanaendelea na msimamo wao. Nini mwisho wa hiki ambacho kinaendelea? Okay. Kwanza ukianza na barua ya Simba, alafu kaja barua ya bodi ya ligi, utakuja kugundua kwamba taarifa za Simba kwenda uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho ambayo ipo kwenye kanuni kwamba timu ambayo ni mwenyeji mgeni wa mchezo watapata wasaa wa kwenda kufanya maandalizi katika uwanja husika wa mchezo masaa 24 kabla ya mchezo. Maana yake ni kwamba kama mchezo utachezwa kesho saa 11, itimisi kwamba leo saa 11 mpaka kesho saa 11 ni masaa 24. Kwa hiyo masaa 24 kabla ya mchezo watapata hiyo haki ya kwenda. Lakini kwa
ukiisoma barua ya Simba then ukaja kuisoma barua ya bodi, utakuja kugundua kwamba hawa Simba hawakutoa taarifa kwamba wanakwenda. Ndio maana kwa afisa yoyote wa mchezo wala mwenyeji wa mchezo wala kamishna wa mchezo hakukuwa na hizo taarifa, na ndio maana walipofika uwanjani meneja wa uwanja akawazuia wao kuweza kuingia. Kwa hiyo hii haki ipo na ni haki tu, si wajibu, si lazima uende kwenye uwanja husika kwenda kufanya maandalizi wala usiene. Na ndio maana hii kanuni wala haikuwepo zamani. Kwa timu inajiandaa kisha maliza maandalizi inaenda uwanjani siku ya mchezo husika. Lakini ndio maana ipo sasa hivi, ni mtu atakapoamua kuitumia ataitumia, asipoamua kuitumia hatoitumia. Lakini utakapohitaji kuitumia ukiwa ni mgeni wa mchezo, ni kama kuna taratibu ambazo utapaswa kuzifuata kabla haujakwenda katika uwanja husika, kwa sababu wapo maofisa ambao wanakuwa wanashughulika na mchezo husika na Clifford Mario Ndimbo wiki iliyopita sasa leo tumeingia weekend hapo Jumatano kama sikosea, kama Jumanne hivi alitaja wahusika wote wa huu mchezo, akamtaja match commissioner, sio akawataja mareferee wote, aliwataja wale wote wale. Sasa ndo maofisa ambao wanahusika na mchezo husika. Kwa hiyo ilibidi taarifa iweze kutolewa, na ndio maana wao walipofika pale complications zikawa nyingi, na taarifa pia ya bodi yenyewe imeweka wazi kwamba hawakuweza kutoa taarifa kwamba wanafika pale na mabodyguard wa Yanga ambao walikuwa pale, ambao kwa wao makomando kwa wao jinsi ambavyo wamezungumza ni kwamba wamefahamika kwa sura kama ni makomando wa Yanga ambao waliwazuia benchi la ufundi la Simba pamoja na wachezaji kuweza kuingia uwanjani na kuweza kufanya mazoezi ya mwisho, hiyo haki yao ya kikanuni ambapo ipo. Na ukija kwa Young Africans baada ya taarifa kutoka, wameshikilia pale ambapo walikuwa wanapaswa kupashikilia, au wamepashikilia pale ambapo wao wanaamini walikuwa wanapaswa kupashikilia. Kuna statement moja ya kisheria huwa inasema, ambayo ni ipi? Kabla haujadai haki yako hakikisha unatimiza wajibu wako. Kwa hiyo Young Africans hakuna popote pale ambapo wangeenda alafu akasikilizwa kama asingeweza kufanya hicho ambacho amekifanya siku ya leo, iwapo wanahitaji kudai haki yao baada ya hichi kitu ambacho kimetokea leo, kwamba mchezo usiku ulihitajika kuchezwa kwa muda fulani. Kwa hiyo wamefika pale uwanjani, wamefanya taratibu zote ambazo zilihitajika kufanyika. Sasa baada ya hapa hatua yao itakuwa ni nini? Baada ya hapa ndio hicho ambacho tunahitaji kukisubia, sababu hata unapotaka kwenda kushtaki sehemu, cha kwanza kabisa wewe ulikuwepo katika eneo husika. Yes, nilikuwepo. Tunaanzia hapo, hukuwepo it means kwamba hata wewe mhusika, usipokuwepo means hata wewe utakuwa na mantiki yote ya mashtaka yako au madai yako kuweza kusikilizwa na chombo husika. Sawa, na huyu ni Hamisa Abdurrahmani, kocha the best pandit, akaweza kueleza kwa kile ambacho kipo na kile ambacho anakiona. Amesema Yanga walikuwa na haki ya kwenda katika uwanja Benjamin Mkapa kwa sababu ya ile barua yao inavyoeleza, kwa maana hawataki kucheza tena mchezo huo kama leo hautachezeka. Kwa hiyo wasipoenda uwanjani itakuwa hawajui kile ambacho wanakisimamia, lakini kwa kuwa wameenda uwanjani basi wanauamini msimamo wao, hata wakienda kudai haki basi watakuwa wamefuata taratibu. Nsajigwa, kwa upande wako, kwa hiki ambacho kinaendelea, nani alaumiwe? Watanzania wamekaa tension wakisubiri mechi hii kubwa barani Afrika. Wenye kukata tickets wamekata tickets ili waende kushuhudia mchezo huo. Wenye kusafiri kutoka mikoa mbalimbali na mataifa mbalimbali wamekuja Dar es Salaam. Mwisho wa siku mambo hayaendi, Simba wamegoma, Yanga wamegoma, TFF imetoa, kwa maana bodi ya ligi imetoa msimamo wake. Kwenye hiki ambacho kinachoendelea na scenario namna hii, nani wa kubebeshwa mzigo wa lawama? Kwa mujibu wangu mimi, baada ya kusoma taarifa zote tatu ya bodi ya ligi, ya Simba, ya Yanga, lakini pia scenario ya tukio zima lilivyokuwa, wote watatu na makosa. Lakini mzizi wa kosa umeanzia kwa wasimamizi wa mechi ambao ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wamekosea wapi? Kisoma hiyo taarifa, wameanza kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, wamekoti kwamba ni kanuni ambayo timu mgeni ana haki. Ndio. Ya pili wakaja wakasema kwamba huyo mtu hakutoa taarifa mahala popote. Kama kikanuni anatakiwa utoe taarifa na ukutoa taarifa, maana ulipoteza haki yako kufanya mazoezi. Umevunja kanuni. Kwa nini mechi iahirishwe kama huyo mtu amevunja kanuni? Okay. Yes, mmesema hakutoa taarifa mahala popote. Na kama kikanuni inatakiwa atoe taarifa, huyu tayari shavunja kanuni, hana haki tena kuja kufanya mazoezi kwenye huo uwanja. Ndio maana nikasema ilianzia hapo. Kosa la kwanza. Kosa la pili kwa upande wa Simba.
achana ile la kutoa taarifa, una haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, lakini umefika pale umezuia. Ukiangalia mazingira kawaida ya Dar es Salaam walikuwa na nafasi ya kuweza kutafuta uwanja mwingine kufanya mazoezi. Kwa sababu kuna tofauti mkubwa sana wa kiongozi na shabiki wa mtaa. Yani uongozi umewekwa kwa sababu tunaamini hili ni kundi la watu wachache ambao wana hekima, wana busara na watafanya maamuzi kwa maslahi mapana ya taasisi wanayoiongoza na mchezo husika. Kwa hiyo maamuzi ambayo viongozi wa Simba waliyafanya baada ya kuzuia pale ni maamuzi ambayo yatakiwa afanye shabiki ambaye yuko mtaani. Maamuzi ambayo hayazingatii busara, hekima. Kwa sababu hapo kwenye busara na hekima sizungumzii labda masuala ya kanuni, nazungumzia hao watu wao ambao ndo wanalalamika kwa mitandaoni kwamba umetoka si wapi umetumia hivi na hivi, ilibidi wafikirie hao. Lakini kwa manufaa mapana ya taasisi club ambayo ni Simba hivi sasa wapo wanapambania ubingwa, si ndio? Wa ligi. Na huo ubingwa wanaopambania michezo ambayo wanatakiwa icheze na huo dabi pia humo. Je, walilifikiria hili kwamba tunavyotaka sisi hii mechi tuigomee? Hizi harakati za kupambania ubingwa mnaziweka ni hali gani? Na je, baada ya kugoma ni kitu ambacho kitafuatwa kwa wale wengine ambao wataenda uwanjani? Kwa hapo viongozi wa Simba walikosa hekima, walikosa na busara. Ndio maana wakagomea hiyo mechi. Okay. Bodi ya ligi pia makosa mengine ambayo wameweza kuyafanya. Mechi haikutakiwa kuahirisha kwa sababu wamekosa sababu za msingi kama ambavyo nigusa pale awali. Kwa mimi ni kwa ambacho nilikuwa nakitegemea sana, nitegemea kanuni, taratibu za mchezo zote ziendelee kama kawaida kama ambavyo ilipangwa hapo awali. Lakini wameletwa kitu ambacho kinaitwa busara, kuamua waishi mechi mapema ili masuala mengine yaendelee. Sasa tuulize swali lako. Swali nilokuwa nataka kuuliza, umesema wote watatu wana makosa. Umesema Simba wana makosa, Yanga wana makosa, bodi ya ligi wana makosa. Simba haikutoa taarifa kwa maana inakwenda kufanya mazoezi kama ambavyo barua ya bodi ya ligi imeainisha. Makosa ya Yanga yako wapi? Makosa ya Yanga yapo kwenye barua ya bodi ya ligi hapo. Watu mabaunta sio makomando ambao wanasadikia kwa sura kama hao ni watu wa Yanga walizuia basi la Simba kuingia uwanjani kinyume cha kanuni. Taarifa walikuwa hawana kama kwa sababu kwa sheria timu mwenyeji ndio inatakiwa iandae logistics zote za mechi hiyo kuchezeka. Yanga wao ndio timu mwenyeji na wameandaa kila kitu. Wakati wanaandaa na wanaendelea kusimamia utaratibu na maandalizi ya mchezo, timu inakuja kutrain wakiwa hawana taarifa, kwa maana kuna timu inakuja kufanya mazoezi. Kwa nini hapo namna gani wanakuwa wamekosea? Mwenye mamlaka ya kuadhibu aliyekosea ni nani? Ni makomando, ni bodi ya ligi? Yaani wewe umesema Yanga amekosea kwa scenario namna hiyo. Wapi wanakuwa wamekosea? Umesema kwamba wale walikuwa wana taarifa na maana akazuia. Na mimi ndo nakuuliza, mwenye mamlaka ya kuadhibu ikitokea timu imekosea, nisho za kanuni, ni bodi ya ligi ni makomando? Makomando kwani wameadhibu ama wao walikuwa wanalinda uwanja wakaamua kuzuia watu wasiingie? Ndio adhabu yenyewe hiyo. Hapo wameadhibu ndio maana wakaamua kuzuia. Kuna kauli ya Misa ameisema ya kisheria hapo. Naomba irudie tena ile. Okay. Kabla haujadai haki yako hakikisha unatimiza wajibu wako. Kwa wajiboni kuzuia basi lisiingie uwanjani. Wao wanalinda kile kilichokuwa cha kwao. Kikanuni ipo kiale wao kulinda uwanja. Kwani kuna hiko hakifahamiki? Sio kufahamiki, kanuni ipo kwamba kuna makomando wa timu bidi waje walinde uwanja. Yaani kwani hapa barua inasema kwa maana meneja wa uwanja ndio ameanza kuizuia Simba sifanye nini? Meneja wa uwanja ndio ambaye anasimamia nini, kwa maana taratibu na shughuli zote za uwanja. Kama meneja wa uwanja amezuia, kwa nini wewe swali lako Yanga wanakosa sehemu gani? Ndio nikakujibu kosa la Yanga lipo kwenye hiyo barua. Wametaja watu ambao ni makomando ambao kwa sura sijui walikuwa wamepaka rangi, walikuwa wamevaa jezi, unajua sijui wale wajuaje. Wanasadikia kwamba hawa ni mashabiki ni watu wa Yanga. Walizuia gari ya Simba kuingia uwanjani kinyume cha nini, cha kanuni. Kwa kosa la Yanga ndilipo hapo kwa hawa watu, kwa sababu kikanuni hawa watu si hawana mamlaka hiyo, hawana hiyo mamlaka. Ndio kosa la Yanga ipo hapo.